pasipo kibali chake zingeweza kuwa hapa, kwa maana ni kibali chake tu kimefanya nikuwe hapa na afya na uzima aliyonipa. Mungu akupe haja ya moyo wako. Yes. Jumapili ya leo. Amen. Narudia mara ya tatu, Mungu akupe haja ya moyo wako. Yes. Uliotamani na uliohitaji kwa jina la Yesu Kristo. Narudia mara ya 4, Mungu akupe haja ya moyo wako mwanangu. Yes. Mara ya 5, Mungu akupe haja ya moyo wako. Mara ya 6, Mungu akupe haja ya moyo wako. Mara ya 7, Mungu akupe. Na upokee kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na chochote kilichopotea kirudi kwa jina la Yesu. Amen. Na chochote kilichoibiwa kirudishwe kwa jina la Yesu. Amen. Na chochote kilichonyang'anywa kirudishwe kwa jina la Yesu. Na chochote kilichokufa kifufuke kwa jina la Yesu. Nasema irejeshwe kwa jina la Yesu Kristo. Zige wamekula amani ya wengine, zige wameharibu afya ya wengi mno. Angalia imebaki mifupa mikavu, tazama imebaki mifupa mikavu, lakini kuna tumaini. Bwana atarudisha, hata mti ukikatwa utachipuka tena. Waliopoteza mambo yao usife moyo, Bwana anarudisha kwa jina la Yesu. Inarudishwa, inarudishwa miaka yangu iliyoliwa na nzige. Narudisha kwa jina la Yesu. Vyote vyangu vilivyoliwa na nzige. Narudisha, 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 narudisha kwa jina la Yesu. Ayubu 14 mstari wa 7. Kitabu cha Ayubu 14 mstari mdogo wa 7. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Maandiko wanasema hivi: kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipuzi yake hayatakoma. Amen. Endelea. Mstari wa 8 wanasema hivi: ijapokuwa mizizi yake hutakaa mchangani na shina lake kupa katika udongo, lakini kwa hurufi ya maji tu utachipuka na kutoa matawi kama mche. Mstari wa 10, lakini mwanadamu hufa. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Ayubu ni kitabu cha Ayubu. Hapa Ayubu alikuwa anaongea na Mungu kwa yale alikuwa amepitia, kwa yale alikuwa ameona, kwa yale yalikuwa yamefanyika. Maandiko inasema yaliyofanyika kwa Ayubu haikuwa ati kwa sababu Ayubu ametenda dhambi. Yes. Haikuwa ati Ayubu alikuwa si mcha Mungu. Yes. Kilichofanyika ni Mungu tu alitaka kujua moyo wa Ayubu uko namna gani. Yes. Ayubu anampenda Mungu kwa kiasi gani? Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukianza mstari wa kwanza unasikia maandiko inasema ya kwamba na alikuwa mtu mcha Mungu, alikuwa mtu mkamilifu. Dunia yote hakungekuwa mtu yukokuwa na mtu yoyote kama Ayubu. Yes. Lakini hapa sasa Ayubu anajitia moyo na kusema ya kwamba ninajua hata kama mti umekatwa una matumaini ya kumea tena. Amen. Na nikawa nikisoma neno hilo, yes, nikawa na tafakari wakati tulipokuwa nyumbani tukikata miti. Yes. Mkikata miti
baadaye ule mti unaonekana ni kana kwamba unanyauka. Yes. Lakini utachukua muda mchache ama miezi kadhaa, baadaye utaona kuna chipukizi imetokezea. Yes. Hilo chipukizi likianza kutokezea, yes, maandiko yamesema chipukizi halitatokezea moja, yes, bali yatatokezea yakiwa mengi. Yes. Na kweli mti ukiwa umekatwa na machipusi yakianza kumea, haitokei chipukizi moja. Yes. Yatatokea machipukizi nyingi sana. Amen. Na leo ndiye amenipa nafasi ni kuambia kwamba yes, kilichokufa kinaweza fufuliwa tena. Amen. Kama una imani kwa neno, maana maandiko imesema yes, kwa harufu ya maji mizizi, kwa harufu ya maji mizizi itapokea uhai. Amen. Na mizizi ikipokea uhai inasukuma uhai kwenye shina. Yes. Na shina likipata uhai linatoa matawi. Amen. Na matawi inatoa branches. Yes. Na branches inatoa matunda. Yes. Inaweza kuwa ikawa mwaka ulipoanza. Yes. Inaweza ikawa kuanzia mwaka jana. Kuna mahali vitu havijakuwa sawa. Yes. Kuna vitu vimefariki. Yes. Kuna vitu vimekatwa. Oh, yes. Huenda ni kazi ilikatwa. Yes. Biashara ilikatwa. Yes. Mafanikio ilikatwa. Yes. Lakini yamechukua muda uchaona yakichipuka. Oh, yes. Ni kwamba tumaini lako likae kwa neno. Amen. Kwa maana kile ninaona chipukizi kubwa. Yes. Linalokuja kuchipuka katika hiyo maisha. Amen. Chipukizi kubwa linakuja kuchipuka. Yes. Katika hiyo biashara. Biashara ambayo umesukumana nayo. Yes. Ilikuwa vizuri lakini sasa iende mahali. Bwana amenituma nikuambie. Yes. Inaweza kuwa hai tena. Inaweza kuwa hai tena. Inaweza kuwa hai tena. Wanadamu wanaweza kuona wakakukatia maneno wakasema, huyu atainuka tena, huyu atafaulu tena. Hata Ayubu marafiki wa kanisani walimtembelea, wakamwambia Ayubu, mke wako alikuambia neno nzuri ya kwamba mtusi Mungu ufe, kwa maana hayo uliyotenda si mema. Umetenda dhambi wewe, unanuka ndugu yangu, haufai tena ndugu yangu, wewe umekuwa mwanaume ovyo. Lakini Ayubu akawaambia, mnani hukumu lakini hamjajua. Hata kama mtaniamini, lakini ninajua yupo mmoja anayeweza niamini. Ninasema ukipitia kigumu, kipindi kigumu, ukipitia mahali pa kukatwa, hata mume wako anakosa kukuelewa, hata mke wako anakosa kukuelewa, hata ndugu yako anakosa kukuelewa, hata marafiki wanakosa kukuelewa, hata wamembasi wa kanisani wanakosa kukuelewa. Watakuambia tumia njia ya mkato, lakini nakuambia usitumie njia ya mkato. Kile Bwana amenituma nikuambia ni kwamba kuna matumaini tena ya ule mti uliokatwa. Unaweza mea tena. Hiyo ndoa haijapata raha. Ninasema kuna matumaini tena ya raha kurudi. Na watoto watakupa raha. Kuna matumaini mama ukiomba watoto wakupe raha tena. Huyo mwanaume atakupa raha. Kuna matumaini mama ukiomba huyo ninasema yapo matumaini. Hata kama watu hawatakuelewa, hata kama wazazi hawatakuelewa, kuna wale watakuambia achana na hiyo ndoa, kuna wale watakuambia achana na hilo kanisa, kuna wale watakuambia achana na hiyo biashara. Lakini Bwana amenituma nikuambie, kuacha sio suluhisho, kuondoka sio suluhisho, lakini suluhisho anasema yapo matumaini ya mti uliokatwa. Unaweza mea tena. Ninajua unajiuliza maswali. Nimesema ya kwamba kilichokufa kinaweza kufufuka tena. Nitasema Rudisha 14:7. 14:7. Na chikiza, kuna mtu mmoja mtumishi wa Mungu ambaye alikatwa na akawa hayupo tena, lakini maandiko inasema alikuwa rafiki wa Yesu. Yes. Na rafiki alipoitwa Yesu hakutokezea. Akiwa mgonjwa hakutokezea. Yes. Na mtu akiwa mgonjwa hakonjeka leo na anakufa kesho. Anaweza kuonjeka mwezi
mwezi mzima, anaweza kuonjeka miezi kadhaa. Alikonjeka miezi kadhaa. Huyo ninamwongelelea ni Lazaro, akakonjeka kwa miezi kadhaa. Yesu hakutokea. Kuna watu wameita Bwana hatatokea, wamemtafuta Bwana hatatokea, wamefunga hatatokea, wamekesha hatatokea. Hata leo ambie hiyo sio suluhisho. Ayubu angechoka vile umechoka. Hii muujiza tungeisoma, hii kitabu tungeisoma. Rakabasekele mosika ya Bwana mtumishi wa Mungu Lazaro alipokuwa amemuita Yesu, hata matumaini ya kumuita ikaisha. Aka walimuita mara ya kwanza, akasema nitakuja. Wakamuita mara ya pili, akasema nitakuja. Wakamwambia rafiki yako atakufa, akasema ninajua hiyo magonjwa si ya mauti, bali ni ya kumletea Bwana utukufu. Huenda kumekuwa na mauti kwa biashara, huenda kumekuwa na mauti kwa ndoa, huenda kumekuwa na mauti kwa huduma yako. Hiyo mauti ya kuletea Bwana utukufu. Usijali na mauti yaliyotokea, usijali na mauti yaliyotokea, usijali na mauti yaliyoonekana. Kile Bwana amenituma nikuambie ni ya kwamba yapo matumaini ya mti uliokatwa unaweza mea tena. Lazaro akafariki, akawekwa gerezani. Ikapita siku ya kwanza, ikapita siku ya pili. Lazaro yuko gerezani, yuko ndani ya yeye shimo. Ikapita siku ya 4, ndiyo Yesu akatokea. Yesu wako atachelewa, watu wataona amechelewa. Ninasema Baba atachelewa. Rakabasekele mosika, ninasema atachelewa. Unaweza fikiria amechelewa, usikate tamaa, atachelewa. Kile ninajua yuacha, kile ninajua yuacha. Na kisha watu watashangaa, na kisha watu watalia, na kisha watu watashangaa. Yekele mosika ya Masaka. Yesu alipotokea, wakamwambia sikiza, huyu mama wa Mboya ananuka, hafai tena. Huyu Evans ananuka, hafai tena. Akasema sikiza, nimeuliza amewekwa wapi, nionyeshe kula alikowekwa. Alipofika katika lile kaburi, Yesu akamwita rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu Lazaro, toka nje, toka nje. Rafiki akatoka nje. Ninaona watu wakitoka nje, ninaona wakitakatifu wakitoka nje, nje ya malio, nje ya mauti, nje ya kuteseka, nje ya kuonewa. Toka nje, toka nje, toka nje ya kuonewa, toka nje ya kulia, toka nje ya kudharauliwa, toka nje ya vita, toka nje ya vita. Unatolewa nje. Yakabasekele mosika. Ninasema atakapofika, atasema limosaika limosika, atasema toka nje. Na alipotoka nje, akasema ninasema mfungueni sana. Lakini walikuwa wananung'unika, wanasema huyu ananuka. Mwanangu, leo naweza kuwa unanuka, lakini kesho ni manukato, lakini kesho ni manukato, lakini kesho ni manukato. Ninasema mwanangu aliyekuwa ananuka, pokea manukato. Mwanangu uliyeachwa, pokea manukato. Mwanangu uliyedharauliwa, pokea manukato. Mwanangu uliyeonewa, pokea manukato. Haijalishi ni kaburi la kwenu, haijalishi ni kaburi la wazazi, haijalishi ni kaburi la familia. Kile ninajua unaweza mea tena, unaweza mea tena, unaweza mea tena, unaweza mea tena, unaweza mea kupenda Mwenyezi wangu, na
nakupenda Yesu, nakupenda Bwana. Cheza drums Bwana. Oh, nakupenda Bwana, nakupenda Yesu. Cheza hii ngoma, nataka kusikia hii ngoma hii. Usaidie. Nakupenda. Oh, nakupenda Bwana. Hey. Alipofika katika kaburi la Lazaro, kuna watu walikuwa wamesema tutajitenga na hiyo familia, ilijifanya imeokoka, lakini kumbe hawajaokoka. Hata Yesu mwenyewe aliwakatalia mbali. Unaweza fika kipindi watu wakasema kumbe unaenda kanisani, lakini hata Yesu alikukatalia mbali. Yesu wako kuchelewa haimaanishi hatafika. Yesu wako kutofika mapema haimaanishi hatafanya. Kuna vitu vinaweza kuwa vimekauka, lakini kwa umbali ukitazama kuna uhai ndani ya hivyo vitu vimekufa. Usiachane navyo, endelea kuvihitaji, endelea kuvitabiria. Kuna uhai unakuja, utaona uhai ndani yake, utaona machipuko ndani yake, machipuko kwa hiyo biashara, machipuko kwa hiyo ndoa, watoto watachipuka, kizazi itazaa tena, kizazi itazaa tena, machipuko kwa mikono yako, biashara itachipuka, biashara itachipuka, masomo kwa watoto wako, ninasema masomo kwa watoto wako, akili itachipuka, akili itachipuka. Baba sekele muzikali wadada, ni vizuri watu wakukatae. Wakikukataa unabaki na Jehova, wakikukataa unabaki na Yesu. Ninajua kuna kipindi watu wameachwa, hata sasa hivi tunavyoongea wameachwa. Hata mwingine aliambiwa usije chama tena, mwingine akaambiwa usikope kwa duka hili tena. Usijali mwanangu, kile Bwana amenituma, wote uliokatwa unaweza mea tena, kwa harufu ya maji, kwa harufu ya neno, kwa harufu ya maombi. Pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai. Maandiko inasema Yesu akiwa anapita akakutana na msafara wa mtoto wa mama mjane, anapelekwa kaburini, wanaimba luwele, wanasema tunafika, tukimaliza kideri imeiba. Lakini Yesu alipoangalia mama mjane alimhurumia, akasimamisha msafara, akauliza mwenda wapi? Akasema uoni twaenda kaburini. Akasema huyu hajafa, huyu amelala.